بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ما يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما بعد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Asema katika kutabaruku na nyele ya bwana mtume, si tuko katika kutabaruku na nyele ya mtume. Asema kuna kisa kimoja hivi cha mwisho tupokee kisha tuendelee na kutabaruku na jasho la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amepokea katika bidaya wa nihaya wala mwisho albidaya wa nihaya cha Ibn Kathir. asema Imam Ahmad qala Ahmad fa inda dhalika qala li, yani qala lahu al-Mu'tasim. Mwajua fitna aliyoingia maskini aliyopatikana nayo Imam Ahmad hiyo ya mambo ya khalq al-Qur'an, kama mwajua matukio haya. Ndio maana hata Imam Ahmad anaitwa Imam Ahli Sunna. Maana Imam Ahmad maskini alipatikana na mtihani mkubwa wa mambo ya khalqi al-Qur'ani, yani wale Mu'tazila walikuwa wamewashika wale viongozi, ikawa sasa wanasema ati al-Qur'an makhluq. Al-Qur'an ni makhluq. Imam Ahmad akawa moja kwa moja la, al-Qur'an laysa makhluqan, kalamullah qadim, sio kalamullah al-qadim. Sasa Imam Ahmad asema huyu Mu'tasim ikawa sasa ananisumbua, ananipiga, ananidhulumu, ananipa adhabu, anataka mimi niseme kuwa Qur'ani imeumbwa. Asema la ilaha illa Allah rasulullah. Mimi nilitukuliwa, nikasumbuliwa na nini. Mimi nilikuwa na nyele za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa na nyele zile za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nafanya kutabaruku nazo. Kila ninapoenda mimi zile nyele siziwachi. Huyu ni Imam Ahmad kwenye al-Bidaya wa Nihaya. Na tumeambiwa katika ile siku ile clip tulosikiza huwa ilikuwa maswahaba hawashughuliki nazo. Wewe uko katika adhabu ya nini ututajie nyele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Huo uko nayo utake kuiacha, umeishika, umetaallaq nayo ile nyele ya bwana mtume. Nasema sha'arat min sha'ri nabii sallallahu alaihi wasallam. Sha'arat si nyele moja bali nyele kadhaa. Sawa, almuhim tuende sasa katika tabaruk bi'araqihi. Itakuja baadaye kisa kingine baina ya Imam Shafi'i na Imam Ahmad bin Hanbal, pia inayofungamana na mambo ya khalqi al-Qur'ani tutaizungumzia, lakini sio kutabaruku kwa hii nyele, ilikuwa kadhia nyingine. Kutabaruku kwa maulama bainahumul bayn. Sawa, atabaruk bi'araqihi sallallahu alaihi wasallam. Kutabaruku kwa jasho lake. Hivi sasa kutabaruku na jasho ambayo ni nini? Ambayo ni utumwa. Sasa sikiza maswahaba walivyokuwa wakifanya. Sisi tujue jamani, angalia msije malengo ama miongoni mwa malengo makubwa ya madarasa kama haya ni msije mkatekwa kwa maneno. Mtu tu madamu yeye ndio yozungumza sana labda, ama mtu labda sijui yozungumza Kiarabu, ama mtu labda sijui ndio yotaja aya nyingi ama hadithi nyingi. La, mtu akikupa dalili ya masala, ama ikiwa mtu atazungumzia masala, ikiwa kweli wataka kuhakikisha masala, angalia dalili zote zinazozungumzia ile masala na uangalie kwa jicho la insaf. Ama ikiwa utaangalia tu upande wako, ndio maana mimi nawaambia mara nyingi, hususan na madarasa ya adilla ahli-sunna, nyinyi mfakuwa mtafuta maswali, mtafuta ishkalati. Tusiwe tuaenda tu hivi sisi tuwavuta tu upande wetu, la, lazima uangalie upande mwingine, ili siku ya kiyama ukiulizwa utaambia Rabbi, mimi nilikuwa na insaf. Niliangalia huku na nikaangalia huku na nikaona hii ndio haki. Manake asili ya mwanadamu ni kuwa kila anayetaka kutetea jambo fulani basi yeye huvutia upande wake peke yake, na ule upande mwingine kama anafanya nini hata haushughuliki, yani anafanya kama ule upande mwingine haupo kabisa. Wewe mkitoka huko nje, ndugu zangu, usije mkaghurika. Tujue kudua wetu ni nani, tujue vielelezo vyetu ni nani. Vielelezo vyetu ni watu waliokuja zama hizi, ama miaka 20 iliyopita, ama miaka 100 iliyopita, ama miaka 200 iliyopita. Ama vielelezo vyetu ama role model wetu, uswa kuduat wetu ni nani? Ni maswahaba. Sasa tuangalie maswahaba, tushaona kuhusiana na kaburi, tushaona kuhusiana na nyele.
Yani ingefaa kuwa yatosha, sio kama nilivyowaambia. Nafikiri tulipoanza dalili hizi ama masomo haya tulisema dalili moja au mbili yafaa kuwa inatosha, lakini la, tunataja nyingi ili wewe kama mwanafunzi hata ukisahau 3 4 bado una kama 3 nyingine umezihifadhi. Mshaona? Ama mtu ambaye hakinai basi utampa kwanza, utampa pili, lakini asli ni mtu mwenye insafu, hata dalili moja fanya nini inamtosha. Sasa trend nasema an Sayyidina Anas, kutoka kwa aitaje Sayyidina Anas, anna Sulaim radiyallahu anha. Sulaim mjua nani? Mamake Sayyidatina mamake Sayyidina Anas. Sulaim ni mamake Sayyidina Anas. Hadithi hii imepokewa na al-Imam al-Bukhari, na kuna riwaya nyingine imepokewa hapo chini kama mnavyoona, imepokewa na Imam Muslim na imepokewa na Imam Ahmad. Riwaya yenyewe umuman ama kisa chenyewe ama matukio yenyewe ni vipi? Ilikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akilala qailula katika nyumba ya kina Anas. Mara nyingine akilala qailula yake kana, utaona hapo, kana yaqilu Rasulullah qala afwan qala kana sallallahu fayaqilu, angalia hapo, kanat tabsutu linabi sallallahu alaihi wa sallam qita'an fayaqilu indaha, fayaqilu yani min alqailula, qala yaqilu hapa si qala yaqulu. Qailula ile kulala ile mchana ile ni qala, amelala qailula. Yaqilu analala qailula. Sasa Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala pale hiyo qailula. Sasa siku moja bwana Mtume amelala sallallahu alaihi wasallam, ikawa toka jasho, maana ni joto, toka jasho. Huku Sulaim ameleta kama kijichupa, anachota jasho la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani anakinga, sio Swahili tunasema anakinga. Kama vile matone ya maji yakimwagika hivi, basi yule amekuja anakinga jasho la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bahati yake, wallahi. Bahati yao sana maswahaba. Bahati yao sana. Ngawa shekhe zetu wasema, wewe usije ukasema mimi bwana ningekuwa sahaba bwana, ningekuwa hivi na Mungu asije labda waliadhu billahi tungekuwa katika kundi lile lingine la kupinga. Mungu atustiri na atuongoze. Fal muhim atwaje huyu Sulaim akawa anakinga ile atwaje majasho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweka kwenye kijichupa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akashtuka. Aliposhtuka akamwambia, wafanya nini ewe Sulaim? Ma hadha alladhi tasna'inina, ma hadha alladhi tasna'ina, afwan, nini hiki unachokifanya Sulaim? Manake leo ingekuwa Sulaim tu amefanya. Acha niwaambie kitu kiusuli, ingawa hawana cha usuli, hawasomi usuli wala nyinyi mmesoma usuli wa harakati, na sasa mko kwenye kitabu cha Said Muhammad Ali al-Malik mmesoma, mmeambia ma hukmu fi al-sahaba, qawl as-sahaba laysa bihujja. Sasa ingekuwa ni Sulaim amefanya tu, bwana Mtume hakuona ama hakusema, angeweza mtu ambaye ni usuli akaja akakwambia hii si hoja. Wanachuoni wa kiusuli, lakini wao hawanacha usuli. Tena pia kuna maelezo hiyo, ukisema kauli sahaba laysa bihujja, ina maelezo marefu sana, hata mtakuja kujua baadaye. Almuhim, bwana Mtume akamwona Sayyidatina Sulaim amechukua ile majasho, akamwambia wafanya nini? Sulaim akamwambia, ya Rasulullah, hili ni jasho lako, sawa? Sisi huwa tunaangalia hili jasho lako, tulichukua tuliweka kwenye marashi yetu, na marashi yetu yanakuwa mazuri zaidi. Unajua marashi nini? Tuweka kwenye mafuta, yani perfume zetu, na ile perfume yetu kwa ajili tumeweka majasho yako, basi perfume inakuwa bora zaidi. Subhanallah. Sasa tunafanya sasa, utaambiwa nani? Shirikina. Ndio tueni wazi, utaambiwa mshirikina. Kisha asema falamma hadara, katika ile riwaya ya Imam al-Bukhari hapo juu akwambia Sayyidina Anas alipokaribia kufa. Sikiza jamani, Allah yu'in. Hata sijui akida yetu tutataka kuitoa wapi hao maswahaba, vitu wanavyofanya. Mimi sikiza Sayyidina Anas asemaje alipokaribia kufa. Sayyidina Anas aliwaambia nini? Aliandika wasia, akawahusia watu wake, bwana mimi lile jasho la bwana Mtume ambalo tulikuwa tumelihifadhi, naomba iwekwe kwenye ile dawa ambayo mimi nitapakwa baada ya kufa. Kuna dawa maiti huwa anapakwa, dawa fulani baada ya kufa anapakwa. Hapa inaitwa hanut. Akwambiaje hapa? Auswa ila an yuj'ala fi hanutihi min as-sik. Asema Saidina Anas, yeye alisema, bwana angalia, ona ile jasho la bwana Mtume lifanya nini? Nipakwe mimi nao baada ya kufa. Hiyo ndo akida ya maswahaba. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kisha
Kuna riwaya nyingine inasema fi riwaya aragun fastanga aragahu kana. Riwaya nyingine ambayo hii riwaya kwa ya Imam Muslim na Imam Ahmad ya hii hadithi ya Muslim, manake ile imesema Sayyidatina Muslim asemaje, sisi tuiweka ili iongeze nini, iongeze harufu nzuri, sio mtu aweza kusema hakuna mambo ya baraka, sio haina neno. Riwaya nyingine ambayo amepokea Imam Muslim, Sayyidatina Muslim anasema narju barakatahu narju barakatahu, sisi tutarajia nini, tutarajia baraka yake, sawa, lisibiani, na kwa ajili ya watoto wetu. Kisha akajibu nini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akajibu nini? Akajibu nini? Ibtada'ti ashrakti. Maana yake alikuwa afa kusema hivyo? La, bwana Mtume akamwambia aswabti, umepata, umefanya sawa sawa. Mina swabi, sio umefanya sawa sawa. Sasa sisi tupate Mtume ama tumpate fulani na faltani? Asema, na kuna riwaya nyingine hapa, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kuna riwaya nyingine hapa pia ya Imam Muslim, asema hiyo akasema, yani wewe wafanyia nini hii? Akasema hili ni jasho lako bwana Mtume, hili ni jasho lako ya Rasulullah, mimi nachukua na naongeza kwenye nini, kwenye marashi yangu. Naam, almuhim, kutoka hizo riwaya zote sisi tunaona kuwa bwana Mtume alijua kitendo cha maswahaba radhiallahu anhum na hakufanya nini. Sisi kumbuka jamani, mwanzo haya madarasa tuliambiwa ala goli fulani, kuna haja tutajani majina mengine, ala goli fulani tuliambiwa kuwa hakuna sahaba aliojali na athari ya bwana Mtume isipokuwa Ummu Salama kuhusiana na kinywe. Sasa nafikiri hoja hiyo yakina tumeivunja. Tumezungumzia nyele za bwana Mtume, maswahaba wengi, tulizungumzia kaburi, tukataja viswa, tukazungumzia nyele, tukataja viswa. Sasa tumezungumzia jasho iliyopokewa sana ni ya huyo aitwaje, Muslim peke yake, Muslim. Nyingine atabaruku bijildihi sallallahu alaihi wa sallam, bijildihi sharif sallallahu alaihi wa sallam, kutabaruku kwa nini, kwa ngozi yake bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi hii amepokea, ukiangalia hapo chini, Abu Daud na Hakim. Na Hakim alipoipokea, maana kama alivyoambia kawaida alimama al-Hakim kidogo anaambiwa yeye huwa ni musahil, yani yeye huwa ni laini katika kusahihisha hadithi. Uzuri wafaqahu adh-Dhahabi, anambia hapo wafaqahu adh-Dhahabi, na alimama Dhahabi amefanya nini, amemwafiki, yani maana yake ni sahihi, sio usije ukasema bana. Alimama Dhahabi amesahihisha. Riwaya yenyewe ni ipi? Ni huyu mtu, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ilikuwa amesimama aitwa Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu. Huyo alikuwa ni mtu ambaye ana mizaha. Sasa siku moja amesimama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanya kumdunga na fimbo, ama kama kumpiga na fimbo upande wake. Yule akamwambia, ya Rasulullah, auja'tani, umeniumiza ya Rasulullah, mimi nataka kisasi. Maswahaba wakashangaa, huyu anakosa adabu kama hivi. Bwana Mtume kwa ajili yenu mwadilifu akamwambia, sawa, njoo uchukue kisasi. Lakini yule akamwambia, ya Rasulullah, lakini wewe, mimi uliponigonga, mimi nilikuwa tumbo langu liko wazi. Yani manake yule kama ambaye alikuwa mnene. Riwaya nyingine ama sahaba mwingine utaona alikuwa ni mnene kidogo, basi kawa tumbo lake kidogo linaonekana, ile nguo maskini ni ndogo. Basi bwana Mtume akafungua nini, tumbo lake. Yule sahaba akafanya nini, hapo akamkumbatia, akambusu. Kisha akamwambia, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, yani kama kusema ya Rasulullah, mimi naweza kufanya sacrifice, kutoa mhanga watu wangu wote, hata babangu na mamangu kwa ajili yako ya Rasulullah. Aratu hadha, mimi nimetaka tu nikubusu ya Rasulullah. Wewe nenda kafanya. Lakini itakuja aitwaje sahaba mwingine, hii ni katika vita, na hii nafikiri ni maarufu katika vita vya aitwaje Badri ama Uhud. Sawad ibn Ghaziyah, mmesoma kwenye sira ama mkumbuke huko? Hii mmesoma sio? Alikuwa katika swafu. Kisa maarufu hicho amepokea nani? Amepokea hapa Ibn Ishaq, na pia amepokea al-Bidaya, yani Ibn Kathir katika al-Bidaya wa Nihaya amepokea kisa cha Sawadi. Nafikiri hakuna haja kukitaja, ni kisa maarufu na kimefanana na hiki. Lakini tumsikize huyu Sawadi alisema nini? Alisema, ya Rasulullah, mimi naona hapa twenda jihadi na natarajia na nilikuwa natamani kitu cha mwisho ambacho nitakigusa hapa duniani iwe nini? Iwe ngozi yako bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamani, hebu tuambiane ukweli. Yaani hawa maswahaba wao walikuwa waiona vipi ile ngozi ya bwana Mtume?
Kama mpaka yeye katika kwenda kufa atakufa anatamani iwe kitu cha mwisho anachokigusa nini? Kuna faida gani? Yaani kujifurahisha tu hivi hivi. Kama vile sisi tunavyojifurahisha na mpira labda. La, ilikuwa anamtukuza. Walikuwa wanamtukuza na hakuna mtu aliyokuja akasema ni shirki. Hali ilikuwa mtu mwingine. Bwana Mtume yuko pale, خلاص sallallahu alaihi wa sallam. Madamu yeye amekiri, madamu yeye amekubali, tutasoma inshallah kesho au kesho kutwa. Iqraruhu sallallahu alaihi wa sallam kafiilihi, na nyinyi mshasoma kwenye warakati. Iqrari ya Bwana Mtume ni hoja, akifanya iqrari basi ile jambo limepita na haya yote amefanya. Sawa? Na imepokea kutoka kwa aitaje Saidina Al-Hasan. Fikirieni safha inayofuata, si kwa Saidina Al-Hasan alikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipatana na mtu ambaye amefanya khidab. Al-khidab ni mjua khidab. Khidab inaitwaje? Kufanya kupaka nyele rangi. Umeona hiyo safha? Amepatana na mtu ambaye amepaka nyele nini? Rangi. Bwana Mtume akafanya kumdunga. Kwa ufupi wa hadithi ni kwa Bwana Mtume akafanya kama kumpiga kwenye tumbo lake. Mwambie Rasulullah uniumiza. Manake Bwana Mtume anamwambia mimi si ninawaambia muepuke hii. Ile kupaka rangi ima ni nyeusi ama ni rangi ya asfar, yani rangi ya yellow. Kwa kwetu katika madhehebu yetu kupaka kwa rangi ya yellow ni makruh. Sio haramu. Kuna mambo mengine nahi inakuja wa nahi gadi yakunu lil karaha, sio? Mara nyingine inakuja nahi kwa Bwana Mtume inakuwa ni kwa upande wa makruh. Hiyo mambo mmesoma kwa usuli. Sasa huyu sahaba alipopigwa na Bwana Mtume akasema ya Rasulullah unifanye nini? Uniumiza, nataka kisasi. Vile vile akafungua usahaba akambusu. Subhanallah. Akasema nini? Fagabbala ar-rajulu batna nabii sallallahu alaihi wa sallam wagala. Na akasema yule mtu, akasema kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah mimi hiyo kisasi sitaki tena. Maana alimshumu, alimbusu badala ya kumpiga. Yes, alikuwa anataka kisasi, alikuwa anajifanya anataka kisasi. Akabusu tumbo la Bwana Mtume akasema ya Rasulullah mimi nimeacha sitaki kisasi, nataka unishuvaie siku ya kiyama. Mimi nimekubusu kwa mapenzi yangu, lakini kisasi nimekiacha, mimi siku ya kiyama nataka ufanye nini? Unishuvaie. Basi hivi ndio ambavyo etwaje hawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah masahaba walikuwa wakifanya muamala. Haya, kuna yule mwingine sahaba aitwa Zahir, sijui kama mshawahi kumsikia. Sahaba huyu alikuwa maskini, sahaba sura zake si nzuri. Kwani sahaba sura zake si nzuri, lakini kwa Bwana Mtume yuampenda sana sahaba huyu. Siku moja akaja, kuna viswa vingi kuhusiana na sahaba huyu, lakini siku moja akaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamshika kwa nyuma, akamshika hivi akamfinika macho. Akaanza kusema nani atamnunua huyu mja wa Mwenyezi Mungu, nani atamnunua, kama sokoni kimchezo yani. Basi usahaba asema nini? Mimi nikawa najigaragaza na manake nilipojua ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, basi nikawa najigaragaza mgongo wangu na kifua cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, rajaa barakatihi, nataka baraka zake, nataka baraka zake. Acha nisikize Maulana. Nasikia akasema, angalia hapa, faja'altu amsahu dhahri fi sadrihi rajaa barakatihi, na mimi nikajalia kuwa nafanyaje na garagaza itoje mgongo wangu kwa kifua cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam nikitarajia baraka zake. Imani ndio muamala wa masahaba. Hii imepokewa katika kitabu gani hapa ameandika haya? Hii imepokewa na maulama wengi. Imam Ahmad, Shama'il ya Tirmidhi, Abu Ya'la, Al-Bazzar, Bayhaqi, Abdul Razzaq katika Musannaf, Ibn Hibban, Haythami na Ibn Hajar akaisahihisha katika Al-Isaba. Na pia katika Al-Mawahib al-Laduniyya kisa hiki kimefanya nini? Kisha Bwana Mtume akasema nani atamnunua mja huyu? Basi yule mtu yule manake yule alikuwa sura zake zinzuri, akasema ya Rasulullah, mimi utanipata mimi ni mtumwa ama ni mja, watu hawanipendi, itakuwa bei rahisi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kama mjimu akamwambia lakini inda Allahi lasta bikasidin, au akasema anta inda Allahi ghali. Manake yule alisema ya Rasulullah satajiduni kasudan, utanipata mimi ni bidhaa ambayo ni haina maana, yani bidhaa utasema vipi, yani cheap, rahisi, bei yake rahisi, hata ukitaka kuniuza utapata pesa kidogo. Akamwambia la, lakini anta inda Allah ghali, lakini wewe kwa Mwenyezi Mungu ni ghali sana. Kwa sahaba mashaallah, huko kutabaruku na nini na etaje ngozi yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Haya, kuna kutabaruku na nguo zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na kisa mashuhuri
cha huyu sahaba ambaye amepokea nani aitwaje? La ilaha illa Allah, amepokea Imam al-Bukhari. Kuna siku moja bwana mtume alipewa burda. Burda yani kishali. Sawa? Alipewa burda, akaja sahaba aitwa Sahal bin Sa'd radhiallahu anhu. Huyu sahaba huyu, yani bwana mtume amepewa zawadi. Akangoja bwana mtume akaivaa. Alipoivaa akaja akamwomba. Asli bwana mtume alikuwa hana pesa ya kununua vitu kama vile ghali ghali. Basi amepewa zawadi, ni kitu ambayo mashallah alikuwa afaa kubaki nacho, manake angalau ana kitu kizuri na nguo nzuri. Yule sahaba akaja akamwomba. Basi masahaba wengine wakasirika kweli. Wewe wajua ukimwomba bwana mtume hata kukataza. Na wajua hana nyingine kama hii. Mbona uende umuombe? Ushaelewa? Yaani manake umemfanya bwana mtume akupe na yeye labda alikuwa anahitaji. Basi masahaba wengine wakamlaumu. Akasema shauri zenu. Mimi nilikuwa nataka aivae kisha mimi nichukue ile nipate baraka zake. Tena natarajia kuwa nitakafiniwa nayo. Nitaikawasuia kuwa nitakafiniwa nayo. Nenda kafanya hivyo sasa. Hiyo huyu sahaba maarufu Sahal bin Sa'd radhiallahu anhu imepokewa kwenye tumetaja sio, imepokewa kwa Sahih Bukhari. Sawa. Na labda mtume alikuwa anahitaji, hata hapa utaona asema rajautu barakataha hina labisaha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'alli ukfanu fiha. Mimi nimetaka baraka yake. Maana bwana mtume ameivaa na natarajia kuwa nitakafiniwa nayo. Hii ndio akida ya maswahaba. Yale. Mtu aje akwambie maswahaba walikuwa hawafanyi nini? Nakwambia hapa labda itatuchukua labda karibu masaa mawili kumaliza hivi viswa vyote, nafikiri masaa mawili. Na hiyo nkutaja tu bila mambo ya kusherehesha. Kisha mtu aje akwambie, haikupokewa. Yaani kwa dakika moja yeye ama kwa nusu dakika ashataja hadithi ya Ummu Salama imetosha. Ati ni hiyo tu. Hoja hata zina istiqama kabisa. Amepokea Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Na hii iko katika sahihi ya Imam Muslim. Imam Muslim ametaja hii. Asema Sayyidatuna Asma binti Sayyidina Abu Bakar, huyo mtoto wa Sayyidina Abu Bakar. Aitwa Dhunni Taqaini, sio? Ama hamumjui? Dhunni Taqaini. Endeni kufanya bahthi kwa nini ameitwa Dhunni Taqaini. Hamujui Sayyidatuna Asma aitwa Dhunni Taqaini? Aitwa Dhunni Taqaini. Endeni mkatafute kwa nini? Soma sira gani nyinyi? Wakati wa hijra bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidatuna Asma alikuwa akisaidia vipi? Akipeleka chakula wao wakiwa pangoni pale, sio? Kisha ndeni mkafanya bahthi. Asema Sayyidatuna Asma, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Hili ni jubba la bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hapa jamani ni baada ya kufa kwa bwana mtume. Ndio mtu asije akasema ni wakati wa uhai wake tu. Sasa sikiza. Asema kanat inda Aisha. Ilikuwa ili jubba liko kwa nani? Liko kwa Aisha. Yani analo Aisha. Hatta qubidat. Mpaka akafanya nini? Akafariki Sayyidatuna Aisha, akatolewa roho. Alipotolewa roho mimi nikalichukua ili jubba ikawa sasa ninalo mimi. Sawa? Na ilikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam analivaa. Sisi ikawa tufanya nini? Yaani baada ya kufa kwa bwana mtume, twalichukua ile jubba, mtu akija mgonjwa, twaliosha, twampa maji yastashfi biha. Angalia, naghsiluha lilmarda yustashfa biha. Ilikuwa ile jubba la bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, twaliosha, kisha twampa mgonjwa anywe yale maji kutokana na ile maji ya jubba, yule mtu yapoa. Alhamdulillah. Amepokea Imam Muslim, hajapokea sufi wala fulani wala faltani, amepokea Imam Muslim. Mkitaka kusema ni sufi, alhamdulillah, sisi tunashukuru. Tunasema ni sufi. Shauri zenu. Imam Muslim ndio amepokea. Na jubba nini? Jubba sisi kutoita joho. Waweza kusema kama joho. Kale halifai kutoita joho, lakini ndio hivyo. Waweza kusema kama joho. Wewe valiwa hata ni sunna khatibu. Huko naye madhehebu hatutaka hata hizo masunna. Sunna khatibu Ijumaa, pige nguo nyeupe. Sawa? Kisha apige na jubba. Avae na jubba. Ndio sunna kwa madhehebu yetu. Pige na mlemba, sio? Sasa hii jubba la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa kule Tarimu utaona kila mtu karibu kila mwalimu wengi yani kama majubba. Wengi sana kama jubba. Hata kawaida. Lakini jubba la Ijumaa huwa ni ya salam. Jubba zuri zaidi. Sawa? Sikiza. Allahu akbar. Alhamdulillah Imam Nawawi ametajwa sasa. Kwa namtafuta Imam Nawawi. Sikiza Imam Nawawi kati ya taaliki hapo. Soma. Asemaje kala Imam Nawawi?
ala sahih, yani Imam Nawawi ana sharh ya sahih Muslim, alipotaja hii hadithi sikiza akasema nini? Wa fi hadha alhadith, na katika hii hadithi dalilun, kuna dalili ala istihbabi tabarruki, sio ala jawazi. Antum tulabul ilm, ala istihbabi ni dalili ya kupendekezwa, sio kuwa ni dalili ya kufaa. Unajua kuna tofauti baina ya kusema hiki inafaa na hii ni sunna. Anakwambia hapa ya kupendekeza. Inapendekeza nini? Anakwambia ala istihbabi at-tabarruk, wa tabarruk ni sunna. Bi athari man? Bi athari nabii fakat. Sikiza kwambia nini? Bi athari salihina wa thiyabihim, kwa athari za nani? Za watu wema na nguo zao. Mnaoi sufi. Kwanza kabisa mtu yote aje Imam Nawawi, kwanza tuanze kama mukaddima kwanza Imam Nawawi sufi, tumalize munakasha huo. Maana amesema maneno haya, lakini ukiangalia kiusuli maneno yake ni kweli. Jana sisi tumesoma hao, tunasoma kwenye harakati na nyinyi mshasoma kwenye harakati umuman. Kitendo na ninahitaji nafikiri juzi ama jana, kitendo cha bwana mtume asili yake ni nini kwetu? Bwana mtume akifanya kitu sisi tunataka kufanya nini? Kumuigiza. Lakini siweza kusema bwana ni ikhtisas. Unaweza kusema nini khas kwa bwana mtume? La, mpaka tupate dalili. Manake asili ni kuwa laqad kana lakum fi rasulillahi. Basi. Sasa bwana mtume madamu amefanyiwa, ndio maana Imam Nawawi manake ni usuli, manake ni mwanachuoni, manake ni mtu ambaye anaenda na kawaidi za kielimu. Hapo anakuambia hakusema istihbabu tabarruk bi athari nabii fakat, la. Akasema athari salihin. Angalia ameiacha wazi. Kwa sababu gani? Huwa alim. Na hii ndio inavyofaa kwa asli. Wewe ukija ukiniambia hii ni khas kwa bwana mtume, lete dalili kwa urahisi, bikulli suhula. Hatuna kesi kabisa. Lete dalili kwa nini hususia. Sisi tuna dalili nyingi ya kuonyesha kuwa hufai kuoa zaidi ya wake wangapi? Ingawa bwana mtume alioa zaidi. Kweli morongo? Tuna dalili kwa hii ni hususia. Tuna dalili kuwa bwana mtume alikuwa na hususia ya kufunga aitwaje? Wiswali. Sio? Lakini sisi hatufanyi hivyo. Tuna dalili kuwa bwana mtume akilala, akiamka anaweza kuswali vile vile kwa sababu moyo wake haufanyi nini? Tuna dalili kwa ile ni khususia. Sisi hatuwezi kufanya. Tuna dalili kuwa bwana mtume alikuwa akizungumzia na Saidina Jibrili. Ile nini? Ile ni khususia. Hawezi kuja mtu akasema tuna dalili zote hizi kuwa ni khususia. Wewe kusema kuwa hii athari ya bwana mtume ni bwana mtume peke yake, lete dalili. Watatafuta dunia nzima waipate. Hakuna, manake haiwezekani. Kipate itakuwa wangekuwa shaua mjadala kitambo. Wangepata dalili ya kuwa ni haramu kutabaruku na athari za salihina, angekuwa itaje. Tena angalia uzuri, Imam Nawawi hakusema yani dalilun ala jawazi. Mimi imenifurahisha sana kadhia ya tawasuli na tabarruk katika madhehebu yetu. Maana katika madhehebu yetu kama tulivyozungumza kwenye tawasuli, katika madhehebu yetu tawasuli si jaiz. Tawasuli si nini? Tawasuli ni sunna, ni mustahab, ni kitu mustahab, ni kitu bwana mtume alifundisha maswahaba zake. Umekataa? Bwana mtume alimfundisha ile dharir. Amemfundisha. Mbona asimwambie kuna ng'ombe Mwenyezi Mungu moja kwa moja? Wacha buku bwana mtume ametufundisha. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametufundisha. Walau annahum idhalamu anfusahum jaa. Kwa nini tuende kwa bwana mtume? Wao huwa aya hii kama nilivyowaambia tulipokuwa tukisoma kwenye tawasuli, wanasema aya hii ni bwana mtume akiwa hai. Ukamwambia sisi mahallu shahidi hapo kuwa yeye ni hai ama ni mayit, sisi tuambie leteni dalili ya kiusuli. Limadha khassasta an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil haya fakat. Kwa nini umefanya takhsis uhai? Hiyo ni mambo mengine yatakuwa marefu. La, tuuliza mbona bwana mtume hakuelekeza moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu? Mbona Mwenyezi Mungu akasema hakusema fastaghfirullah? Hakuna mambo jauka. Kwa nini jauka? Mwenyezi Mungu atufundisha chukua wasila. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametufundisha wasila. Bwana mtume ametufundisha katika hadithi nyingi. Hawataka kusikia. Sumu mbuku na umyun. Hawasikii. Subhanallah. Hai. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii imepokewa kwa la ilaha illa Allah. Sharh ya Ihya Ulumuddin hii sitaki kuipokea. Maana wajua hizi ambazo zimepokewa kwa vitabu vingine wao watakacha sasa hizi sana tuarakiz katika vitu ambavyo yani maulama ambao wao wenyewe wanawakubali. Shona. Lakini hapo utaona kuna aitwaje Al-Hafidh Az-Zabidi. Huyu mwanachuoni amekuja amesherehesha Ihya Ulumuddin. Wao Imam Al-Ghazali wenyewe wao wanamtukana maskini. Basi sasa hakuna haja tupokee, maana hata tukipokea anaweza kuja kwambia hii nini?
haiswihi. Kwa hivyo haina neno, sisi tubaki tu na vile vitu ambavyo wao wenyewe wanavikubali, ama vile vitabu ambavyo wao wanavikubali, haina neno. Sisi wenyewe tushakinai, lakini tu kukuhami wewe kama mwanafunzi. Lakini ukitaka kupokea utaangalia pale. Al-Hafidh Az-Zabidi pia ametaja viswa viwili pale, sawa. Masala ya Sayyidatina Aisha, na hapa hii ni kisa cha sahaba gani? La Sayyidina Muawiya. Naam, taona hai atabarruk bimawdhi'i famihi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutabaruku na sehemu ya nini, ya mdomo wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kila tunavyoenda nafikiri mambo yazidi kushangaza. Allah yain. Amepokea Imam al-Bukhari, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, asema an sayyidina Abi Burdata qala qadimtu al-Madinata falaqiyani Abdullah ibn Salam faqala. Huyu mtu amekutana na Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam hamjui na Abdullah ibn Salam hamjui, Yahudi aliyosilimu. Abdullah ibn Salam ni katika waliokuwa wanazuoni wa Yahudi, katika wanazuoni wa Yahudi wakubwa sana. Nasema mara ya kwanza tu nilipomwona bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtu annahu laysa biwajhi kadhabin wala ayyab wala ghammaz sallallahu alaihi wasallam. Asema Abdullah ibn Salam, mimi nilipomwona tu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, nilipomwona sura zake nikajua huu si uso wa mrongo, si uso wa mtu mwenye kutafuta aibu za watu. Subhanallah. Tena asema neno la kwanza nilomsikia bwana mtume akisema sallallahu alaihi wasallam, anasema afshu salama bainakum. Yani bwana mtume anawaambia masahaba, asema hili ndio neno la kwanza mimi nilomsikia nani? Nilomsikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana alikuwa Yahudi pale Madina. Alisilimu huyo Abdullah ibn Salam. Sasa Abdullah ibn Salam amwambia intaliq ila almanzili, nenda nyumbani pale, fa usqika fi qadahin shariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na nitakunywisha kutoka kwenye chombo alichokunywa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tusalli fi masjidihi, na usali katika msikiti wake. Huko tusalli fi masjidi, hakuna mtu yakataa, hata wao watakwambia ni bora, sio? Maana kuna hadithi nyingi imeonyesha ubora wa msikiti wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sio? Mbona anywe kwa chombo alichokunywa bwana mtume? Kuna miza gani? Miza ni kuwa amekunywa nani? Amekunywa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndo miza. Kisha katika safha inayofuatia amepokea Imam Ahmad, Saidina Anas asema, Saidina Anas asemaje, anna nabii sallallahu alaihi wasallam dakhala ila Ummu Sulaim. Anasema bwana mtume aliingia kwa Ummu Sulaim, na pale nyumbani kulikuwa na kiriba cha maji. Kiriba ni yani kama kichupa lakini cha ngozi kama sijakosea. Kiriba sizo zote tunaita kirba, tunaita kiriba hivyo. Kiriba ni kama kijichupa lakini cha nini? Cha ngozi. Sawa? Asema bwana mtume alikichukua kile kichupa, akafanya nini? Sikiza, akanywa. Wa huwa qaim, kwanza alikunywa huko amesimama, na hii ni dalili ya kiusuli kule unaambiwa bwana mtume ametukataza kunywa maji kwa kusimama, lakini yeye ashawahi kunywa kwa nini? Libayani adamil hurma, anatubainishia kuwa lile katazo nilowaambia si katazo la uharamu, bali ni katazo la karaha. Hii ni mambo ya kiusuli wasoma, sarafahu anil wujubi, sio tukwambia al-amru idha utliqa fa huwa lilwujub, والنهي إذا أطلق إلا إذا وجدت قرينة, sio? هذا من القرائن. Sawa, almuhim turudi katika masala yetu ama tunapopata sisi. Asema qala Anas, akasema Saidina Anas, bwana mtume si amekunywa ile chupa, akasema Saidina Anas, faqata'at Ummu Sulaim famal girbati fa huwa indana. Asema Ummu Sulaim kile kiriba kile, ule mdomo ile sehemu ambapo bwana mtume alikunywa, akaenda kaukata. Sasa huo mdomo uko kwetu, tunao sisi. Maana bwana mtume pale ameweka nini? Ameweka mdomo. Subhanallah. Angalia, madamu bwana mtume amegusana na, yani mdomo wake umegusa sehemu, sisi tutatabaruku nayo. Sisi tabaruku nayo, subhanallah. Na akaihifadhi ili atabaruku nao. Kwambia hapo Sheikh. Wal maana anna Umma Sulaimin qata'at fama al-qirbati alladhi huwa mawdhi'u shurbihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ihtafadhat bihi fi baytiha, na akaihifadhi ule mdomo wapi? Nyumbani kwake, litabaruki bi athari nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kutabaruku na nini? Na athari ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, atabaruku biyadihi sallallahu alaihi wasallam, kutabaruku kwa mkono wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, la ilaha illallah. Ametaja kisa cha Abu Mahdhura. Nieleza Abu Mahdhura nani? Wakumbuka? Shasahau. Nyinyi mwasahau majina na ni mahufadhi. Vipi bwana? Abu Mahdhura ambaye nakumbuka nikamwambia yule kijana alikuwa akiadhini.
Akaja bwana mtume akamgusa hapo. Si kisa hicho mkumbuka? Tulieleza kwenye hii adilla ama tulieleza hapo? Tulieleza kwenye adilla? Mwanzo. Yani nauliza tulieleza kwenye darasa hii ya adilla? Yana dalili ama tulieleza kwenye darasa nyingine kando? Kwenye hii. Haya almuhim. Kisa cha Abu Mahdhura ametaja hapo. Ametaja kwa riwaya tofauti, ametaja kwa riwaya tofauti. Lakini mahalu shahidi ni kuwa huyu aliguswa na bwana mtumi mbele. Sasa hapa ametaja kitu, utaona ukisoma hapo. Ajibu. Katika baadhi ya riwaya nyele zake zilikuwa zinafika paka ardhini. Zilikuwa zimekuwa ndefu kweli. Maana miaka yote hanyoi. Nyele zimefika paka chini. Za hapa mbele tu. Kote kwingine ananyoa. Lakini nyele za hapa mbele hafanyi nini? Hanyoi. Wewe kwa ni kiso umekisahau, mbona ulikuwa umelala? Mbona washangaa? Alikuwa maana yake huyu basi amaanisha hiyo siku alikuwa amelala. Kumbuke kisa, vipi ukumbuke kisa? Niwaambia huyu alikuwa yeye, huyu Abu Mahdhura kisa chake kirefu upande mwingine, yani kuanzia mpaka ifike aguswa na bwana mtume. Almuhimu aliguswa na bwana mtume hapa kwenye etwaje? Sehemu si utosi, sehemu ya mbele ya kichwa. Sawa, yani zile nyele za mbele. Aliguswa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi yeye mzee kuanzia hiyo siku hanyoi ile sehemu. Akinyoa ananyoa huku nyuma. Mumjua Ronaldo yule wa kitambo yule? Alikuwa akinyoa vipi? Ronaldo alikuwa akinyoa design fulani maarufu kweli. Nyinyi wadogo lakini labda hamkumpata. Lakini 2002 takriban alikuwa akinyoa hapa mbele. Mpaka ikawa mashuhuri wakati huo. Ukinyoa vile ambao umenyoa kama Ronaldo. Anyway, sasa huyu aitwaje Abu Mahdhura ilikuwa pale mbele hanyoi. Akaenda hija akinyoa na nyolewa nyuma. Pale nyolewa. Yake nyele fika mpaka wapi? Mpaka ardhini. Imekuwa ndefu manake. Unajua? Aulizwa. Sasa wewe kila saa aulizwa na watu tofauti. Wewe mbona unyoi? Asema nyele hizi amezigusa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyele hizi amezigusa nani? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitazinyoa vipi mimi? Sitopata nyele kama hizi maishani mwangu. Nyele zimegusana na bwana mtume, wafanya mchezo. Mpaka Habibu yani Hayomar akitaja kisa asema ni yaonekana masahaba wakisilimu tu hapo wanageuka masufi. Maana kama masufi ndo alifanya mchezo sasa. Yaga wala sahaba idha aslamu taw mubashara yakun sufia. Maana ukifanya kitu kama hicho wote itaitwa nani? Haina neno, mimi watu naitwa sufi kama ndo akija yangu mfano na masahaba. Tuambieni jamani, hii ni makosa. Na ikiwa ni makosa basi akida yenu mmeitoa wapi? Hadha bikulli suhula, tusifanye vita, tusifanye kero, tusitukanane. Na nawakariria tena ndugu zanguni jamani, kwa yale ambayo nayaona sana katika mambo kama haya munakashati, usitafute mtu ambaye mdomo wake ni mchafu. Sio hata mtu ambaye ni mdomo, usitafute mtu ambaye ana hasira. Tafuta uzungumze na mtu ambaye mtaheshimiana. Ukipata mtu ambaye mtaheshimiana, utamsikiza na ataweza manake mtu ambaye wewe ataweza kukusikiza, lengo ni nini? Uweze kumwambia hebu angalie wijhat nadhari yangu. Lakini ikiwa mtu yeye mwenyewe hakusikizi, mara nyingine hata si mtu ati ana matusi ya maneno lakini hakusikizi, manake wijhat nadhari yako yeye aslan haifikiri kabisa. Wewe unamwambia sasa wewe kusema hivi basi sahaba huyu ni mushrik, yeye hata hilo haliko kwenye la. Sasa mpaka uketi na mtu uzungumze naye kwa upole, uzungumze kiutu uzima, mzungumze kwa heshima, wa illa hakuna faida. Kama si hivyo hakuna faida. Mtatoka pale mtaudhiana, mtatukanana na watu watakosa heshima. Tena maulama wakubwa kama hawa, maswahaba kama hawa pia watakosa heshima. Mtu manake anataka kusema, anataka kupigania hoja ya mtu yuko tayari apiganie hoja yake. Mtu mwingine yeye ndo amekosea lakini yeye fahamu yake hajakosea. Subhanallah. Haya. Hivi viswa hivi amepokea Imam Ahmad, cha Abu Mahdhura, amepokea Imam Ahmad, amepokea Abu Daudi, amepokea Baihaqi, Ibn Hibbani, na Ibn Khuzaimah pia. Na itoje Abu Daudi amepokea takriban riwaya mbili tofauti. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imam Bukhari amepokea hii ninayotaja sasa. Asema wa an Musa ibn Uqba qala ra'aytu Salim ibn Abdullah yataharra amakina min at-tariq fayusalli fiha. Nilimwona huyu Salim ibn Abdullah anatafuta sehemu, yani anatafuta sehemu fulani akaenda kufanya nini? Akiswali katika hizo sehemu. Nikamuuliza mimi, mbona afanya hivi?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mbona fanya hivi? Akasema babangu alikuwa akiswali hizo sehemu. Hizi sehemu ambazo mimi naenda kuswali, huyu Salim bin Abdullah asema, hizi sehemu ambazo mimi naswali, yani Salim bin Abdullah ilikuwa babake afanya nini? Akiswali. Babake kwa nini alikuwa akiswali? Babake ndo sahaba huyo. Kwa nini babake alikuwa akiswali? Anasema kana nabii sallallahu wa annahu ra'a an-nabii sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi tilka al-amkina. Yeye babake alimuona naye bwana mtume akiswali zile sehemu. Wakala Musa, akajibu akasema Musa, wa hadathani Nafi' anna ibn Umar kana yusalli fi tilka al-amkina. Na Nafi' ni katika wanafunzi wa Ibn Umar maarufu sana, na sanadi yake mpaka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio inaitwa as-sanad adh-dhahabi au al-silsila adh-dhahabiyya. Ukisikia katika Muwatta ya Imam Malik kuna sanadi, mimi nimesoma mustalah. Nimesoma kitabu gani kwenye mustalah? Hamjasoma itaje ile? Nuzhatun Nadhar. Ungesoma ile mungejua. Ni a'la sanad ni gani mnayojua nyinyi? Hadithi ambayo sahihi zaidi huwa ni gani mwambie? Ambazo ziko kwenye Bukhari na Muslim sio? Ama mjatajua daraja ya sahihi za hadithi. Haya, nyewe wenyewe hamtakutwali, mtajua wenyewe. Almuhim, kuna sanadi miongoni mwa sanadi za juu, a'la sanadi. Maulama wengi wanasema sanadi ya juu zaidi ni gani? Ni sanadi kutoka kwa Saidina Imam Malik ambaye amepokea kwa Nafi' an Ibn Umar. Sanadi hiyo Imam Malik amepokea, yeye amepokea kwa Nafi'. Nafi' ni mwanafunzi wa nani? Wa Ibn Umar. Ibn Umar amepokea kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio as-silsila adh-dhahabiyya. Ndio sanadi takriban bora zaidi. Sawa? Kwa Nafi' ndio huyu Nafi' huyu. Sasa asema huyu Musa, qala Musa, akasema Musa, wa hadathani Nafi', na ameniambia mimi Nafi'. Huyu Nafi' ambaye tumemtaja kwenye ambaye ni mwalimu wa Imam Malik. Akasema Nafi' amepokea, ameniambia kuwa Ibn Umar alikuwa akiswali katika sehemu hizo. Yaani yeye pia alikuwa akitafuta. Unajua yataharra, unajua maana yataharra nini? Unajua maana yataharra? Mmesoma kwenye mukaddima ambiwa yusannu at-tahari an taftur yani bi halal. Sawa? Ni sunna wewe utafute kwa nguvu chakula cha halali. At-tahari ni kutafuta kitu, kutafuta kwa sana kwa ndani. Sasa ilikuwa hawa wakitafuta sehemu alipozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili watabaruku nazo. Subhanallah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Atabaruku bimawdi wacha tuone atamadhu biyadihi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Atabaruku bimawdi Rasulillah. Bado tunataka kama mwanzo dakika 10 hivi naona mmechoka. Ama tuko sawa? Almuhim, atabaruku bimawdi qadami Rasulillah. Kutabaruku na sehemu ya aliweka nyayo zake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema hadithi hii imepokewa na An-Nasa'i, al-Imam An-Nasa'i. Asema an Abi Majlis. Huyu apokea kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari. Asema Abu Musa huyu alikuwa baina ya Makkah na Madina, akaswali ishai rak'a 2. Kama ambaye alikuwa muswali sio, alikuwa musafiri sio. Kisha akasimama fa swalla rak'a au tarabiha. Akaswali witri rak'a 1. Fa qaraa fiha, akasoma pale aya 100 za suratul Nisa. Akasoma aya 100 za suratul Nisa. Kisha akasema mimi sikuona raha, sikutaka lingine, sikutamani lingine isipokuwa niweke miguu yangu sehemu aloweka miguu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na nimesoma kile alichokisoma bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani hapa ambapo mimi naswali nimepakusudia kwa sababu ya nini? Kwa sababu ni msikiti. Kwa sababu ameweka bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi. Mpokea al-Imam An-Nasa'i. Atabaruku bil amkina. Kutabaruku na sehemu. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Sikiza Ibn Hajar asema nini? Ibn Hajar katika Al-Fatawa Al-Kubra hapa yeye ameandika Al-Allama Ibn Hajar. Mimi kusema ukweli, mara nyingi akisema Al-Allama nafikiri anakusudia faqihi Ibn Hajar Al-Haytami, mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Nafikiri, sidhani kama anakusudia Ibn Hajar Al-Asqalani. Lakini msikize asema nini? Asema qala al-Allama Ibn Hajar rahimahullah ta'ala yataakkadu nadbu ihtirami nahwi al-madaris wal-ribat wa mahali al-ulama'i. Asema ni sunna yataakkadu, jamani subhanallah,
Yataakadu nadbu, sio kwa ni sunna tu, si ati yundabu, yataakadu ni sunna iliyotiliwa nini? Inatiliwa mkazo sana sunna hii. Huwa ni sunna kuheshimu madrasa, sehemu za kusoma elimu, sehemu za ribati pia ni sehemu za kusoma elimu, sehemu za maulama, wanazuoni, watu wema, na kila sehemu ambayo inajulikana kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alishuka, akapita, akaswali. Sawa? Maana yake hapo kuna fadhila nyingi. Sawa? Kila wakati ile fadhila ziko. Tena ni sunna, yani inatiliwa mkazo sana wewe kuheshimu sehemu kama hizi na kuzipangilia na kutabaruku na sehemu kama hizi, kama vile ambavyo Ibn Umar alikuwa akifanya pamoja na masahaba wengine radhiallahu anhu. Walikuwa wakifanya hivyo mpaka baada ya kifo cha nani? Cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa? Haya, kisha kuna ile kutabaruku bifadli wadhuihi, kutabaruku kwa fadla ya nini? Ya yale maji aliyotumia kutawadhia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao tuliashiria siku fulani. Hiyo imepokea Imam Bukhari, Imam Muslim, sawa, Imam An-Nasa'i pia amepokea. Asema Abi Juhayfa radhiallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi gubbatin hamra, nimeona Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko katika nguo ambayo ina wekundu. Wa ra'aytu Bilalan akhraja wudu'an, na hii sili ambayo sisi tumeiona katika sulhu ya Hudaybiyah. Na nikamwona sasa, asema na nikamwona Bilali ametoka na nini? Chombo ambacho kina maji ambapo Bwana Mtume afanya nini? Ametawadhia. Akasema nikaona watu wanayakimbilia yale maji. Yoyote atakayepata kitu anafanya nini? Anajipangusa. Yoyote atakayepata kitu anajipangusa. Na yule ambaye hapati, yuenda kwa mwenzake, yuwapangusa uso wake, kisha afanya nini? Subhanallah. Atabaruku bitakbili yadi. Sikiza hii ajib, pia hii ni uzuri, manake masala haya pia watu tunaletea shubha kama hii. Atabaruku bitakbili yadi man massa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutabaruku na mtu yule ambaye amegusa nini? Mkono wa kwa kubusu mkono wa mtu ambaye amemgusa mkono wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema hadithi imepokewa na al-Imam al-Bukhari, lakini hajaipokea katika Sahih Bukhari, ameipokea katika al-Adab al-Mufrad, amepokea katika kitabu la ilaha illa Allah fi al-Adab al-Mufrad. Bukhari ana kitabu vingi tabani, Imam Bukhari ana kitabu kimoja Sahih Bukhari na hii al-Adab al-Mufrad. Amepokea asema tulipita sehemu inaitwa Rabwa, ana Abdullah ibn Razin, tukampata mtu aitwa Salama ibn al-Aqwa, mjua sio sahaba maarufu. Asema fa ataina fasallamna alayhi, tukamsalimia, akatoa mikono yake. Faqala, akasema huyu Salama ibn al-Aqwa, mimi nilimpa bai'a Bwana Mtume kwa hii mikono miwili, kwa hii mikono yangu. Asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sisi tukatoka, tukashika ule mkono, tukafanya nini? Faqabbalnaha, tukaibusu ile mikono. Na nimepokea kutoka kwa Ibn Jud'an, qala Thabitun li Anas radiyallahu anhu. Thabit huyu kama sijakosea ni Thabit al-Bunani, kuna mmoja katika tabi'ina Thabit al-Bunani, katika watu wema sana, wanajuoni watu wema waliotangulia, aitwa Thabit al-Bunani, alikuwa katika wanafunzi wa Saidina Anas. Sasa Saidina Anas, yani huyu Thabit amuuliza, aitwaje Saidina Anas, je, wewe uligusa mkono wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sema naam taban. Saidina Anas, ya akhi, Saidina Anas ana bahati, katika masahaba walikuwa na bahati. Sema ndio niligusa mkono wake. Basi yule Thabit al-Bunani akachukua mkono wake akaubusu. Kwa nini ameubusu? Bid'a, umefanywa mtumwa, umefanywa nini? Hakusema hivyo. Jamani, wallahi subhanallah, mimi nimeona makta siku moja, mtu amemwona mtu amempa ihtiram shekhe fulani akambusu mikono, akawa anatukana ati amfanywa mtumwa. Fanya vipi mtumwa yake? Mimi nimefanya kwa mapenzi. Atakuwa yani wewe ukija hapa nikwambia shika mkono, ati ukibusu ni utumwa. Ati huyu mtumwa maana yake amebusu mkono. Subhanallah. Ya akhi, mimi nimempenda yule shekhe. Yani wewe ukimfanyia babako maana yake ni utumwa. Watu wengine hawana tahaya, utamwamkua babake kama nini? Kama umemwamkua umri wako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe una wazimu? Una heshima? Utamwamkua
Kama kuna mtu hapa yafanya hivyo, istahi min rabbik ya akhi. Wallahi wewe utamwamkwa vipi babako hivi kama parwanja, yani kama akija na mwenzako mmekutana maskani. La, babako na mamako wabusu wazee wako. Kuona haya, yani wewe ni Muislamu, wewe ni mwanafunzi, una adabu. Unajua taona watu wakwambia ati ni utumwa. Utumwa. Mimi nabusu kwa mapenzi bwana. Ati mtu sasa yeye ni ahlul bait Rasulillah. Kisha mimi ni mwamkwe tu hivi kama kawaida. Wewe unawazimu bwana. Ile ni damu ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe hutaki kuheshimu haina neno, usiheshimu, lakini mimi naiheshimu. Hakuna wasiwasi kabisa. Ni wewe mwenyewe umependa, marhaba. Utaona utabusu bila kuambiwa, hata utolazimishwa, automatic yani. Almuhim, Allah yatugiri mimi hata nishangaza. Sikiza asema wa an Suhaib, imepokewa na Suhaib huyo. Na hii imepokewa katika kitabu gani? Al-Imam al-Bukhari pia katika al-Adab al-Mufrad. Amepokea huyu Suhaib asema qala raaitu Ali radhiyallahu anhu. Sasa sikiza hapa. Nimemwona Saidina Ali radhiyallahu anhu. Afanya nini? Asema yuqabbilu yada Abbasin. Yuqabbilu yada al-Abbasi. Ana shumu nini? Si mkono tu, maliza. Haya, warijlahu. Na mguu wake. Na tuambiane ukweli, Saidina al-Abbas na Saidina Ali nani bora? Saidina Ali ni bora. Lakini Saidina al-Abbas alikuwa bwana Mtume akisema huyu ni kama babangu. Sasa katika mapenzi, katika kumkirimu anamshumu mpaka miguu. Wewe nenda kashumu miguu sasa kama huu. Ukishumu mkono utaambiwa labda ni bid'a, kwa uchache utaambiwa ni bid'a. Kidogo tu utaambiwa shirki. Haya miguu utaambiwa ni akhi mmemshumu mimi nampenda ni shekhe langu. Kuna nini? Saidina Ali mmemshumu Saidina al-Abbas, kubwa wake, mjomba wake. Yaani mjomba wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia ni mjomba wake Saidina Ali, sio? Maana Saidina al-Abbas ni etoje? Ni ndugu yake Abu Talib. Sio na Abu Talib baba yake Saidina Ali. Kwa hivyo ni ammi afwan, si mjomba, yani ni ammi. Ni ammi yake Saidina Ali pia. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha mwisho sasa wakatabaruku, akataja shekhe hapo pia. Kuna viso vingine mmeviacha, naona sasa time tushataja nyingi. Kuna kutabaruku kwa makhulafa Ar-Rashiduna, wametabaruku kwa pete ya nani? Ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pete aliyovaa bwana Mtume wakaivaa, akaivaa Saidina Bakar, akaivaa Saidina Umar, akaivaa Saidina Uthmani. Na alivyoivaa Saidina Uthmani ile pete ilianguka kisimani. Nafikiri kama mmesoma, pete ilianguka maskini. Baada ya miaka kadhaa ile pete ilianguka na alitumia siku kadhaa kuitafuta ile pete. Hakuipata. Mpaka maulama wasema ile pete ilipoanguka ndo sasa mambo ya fitna yakaanza, pete ikapotea. Almuhim ni kuwa makhulafa wote walivaa ile pete kwa ajili ya kutabaruku na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata swali tamam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naam. Haya, tuendelee kidogo. Hapa kuna atabaruk bi athari al-anbiya as-sabiqin. Sio? Ametaja ajiba. Ameonyesha kisa wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walitoka na maswahaba wakaenda kwa watu wa Thamud, ardhi zile za Thamud. Nakumbuka masala tukichaza juzi ilikuwa tunasoma na mara katika maji ambayo ni makruh kutumia, ni maji ambayo yako katika ardhi ambayo Mwenyezi Mungu amechukia ardhi zile. Manake maswahaba walipofika hapa kuna maji walitoa kwenye vile visima vya watu wa Thamudi. Bwana Mtume akamwambia wavimwage. Bwana Mtume akawaamrisha wafanye nini? Wamwage yale maji, wasiyatumie. Kisha akawaamrisha wende wakanywe kutoka kwenye kisima alichokuwa kinywa yule ngamia. Saidina Saleh. Mahallu shahidi, sikiza Imam Nawawi akwambiaje. Hapo chini kwamba wagala Nawawi, Imam Nawawi katika sharh yake akwambia, manake yeye Imam Muslim ndio anampokea. Akwambia hadha alhadith fi sharh hadha min fawaid hadha alhadith, katika fawaida za hii hadithi jawazu tabarruk bi athari salihina. Huwa inajuzu wewe kutabaruku na nini? Na athari za watu wema. Jamani, athari ya ngamia. Wewe ukaenda ukitabaruku na athari ya wali tu watukano. Hao bwana Mtume amewaelekeza kwenda kunywa katika kisima ambacho ilikuwa hakuna tofauti. Yake maji ni maji si maji bwana. Nyinyi muona maji ni maji. Lakini ukijua maji si maji, maji yaliyotoka kwenye vidole vya bwana Mtume hakuna kama hayo maji. Maji yametoka kwenye vidole vya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kama maji unayokunywa wewe hapa, maji yenu hapa, hata mineral aina gani. Hata ununue maji kwa 500 utajua mwenyewe. Maji mkono wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti sana. Maji ya Zamzam si kama maji mengine. Naenda kanunua maji ya Zamzam kwa shilingi 20 uone kama inawezekana. Ukiuziwa kwa shilingi 20 umetoa skuli. Umedanganywa. Kisha sasa atabarruk bi athari salihin.
hii atabaruk bi hadhari salihina, yani tataja 2 3. Tataja moja ya Imam Subki, na hii ajib jiddan, maana hizi abiati nazipenda kweli. Imam Subki aliishi zama na Imam Nawawi, lakini Imam Subki alikuwa mdogo, analizaliwa baadaye. Si niliwaambia mimi Imam Subki aliishi wakati wa Ibn Taymiyyah. Imam Subki baba yani. Fikiri Taqiyuddin Subki ni baba, Tajuddin Subki ni mtoto. Almuhim Tajuddin ni mtoto, fikiri Taqi ni baba. Nafikiri kama sijaghafilika ni kuchanganya. Almuhim alikuja ataka kumzuru Imam Nawawi. Akifika pale kwaitwaje Darul Hadithi, akasikia Imam Nawawi hayuko, akafuata mtafuta, akaambiwa shafariki maskini, hakumpata. Akasikia amefariki. Basi akaenda pale Darul Hadithi, alikuwa akisomesha yeye. Tamam, alipo fika pale Darul Hadithi, akaelekezwa sehemu ambayo Imam Nawawi alikuwa akiketi akitoa darasa. Nasema afwan bwana. Alipoelekezwa sehemu ya Imam Nawawi akasema hivi, huyo Imam Subki asema, akaanza kwanza kujigaragaza na ile sehemu aliyokuwa akiketi Imam Nawawi. Yaani paka kama ile kiti chake pale akigaragaza hivi, akibusu, akigaragaza ndevu zake. Kisha akasema, wa fi daril hadithi latifu ma'an. Usalli fi jawanibiha wa awi la'alli an amussa biharri wajhi. Sawa, asema la'alli an amussa biharri wajhi makanan masahu gadamun Nawawi. Angalia asema nini? Subhanallah. Asema na hapa katika Darul Hadithi, yani hii sehemu Darul Hadithi ilikuwa ni sehemu ambayo yeye akisomesha Imam Nawawi, inaitwa Darul Hadithi wakati ule. Asema hii sehemu mimi naswali katika hizi sehemu na namlilia Mwenyezi Mungu. Huenda nikagusa kwa umoto wa uso wangu. Yani huenda mpaka mimi najigaragaza hivi, huenda nikagusa sehemu ambayo miguu ya Nawawi yamegusa. Manake mmeshindwa mimi sikumpata yeye. Basi angalau unapata nini? Athari yake. Napata kugusa sehemu ambayo yeye ameweka miguu. Sio kwa sehemu ameketi ama sehemu ameweka mkono. La, sehemu ameweka miguu. Yaani angalia namna ambavyo yeye amejishukisha kwa ajili ya Imam Nawawi. Huyo Imam Subki. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya. Hii ni nzuri. Imepokewa na aitaje Ibn Asakir katika tarikhi ya Dimashq. Kisa chenyewe nawaambia ni kile ambacho al-Imam Shafi'i, yani ni baina ya al-Imam Shafi'i na nani? Na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sawa. Asema hapa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imam Shafi'i alichukua kitabu. Alimwandikia Imam Ahmad nini? Risala, barua. Kisha akampa Rabi' ibn Sulaiman, ni katika wanafunzi wa nani? Ibn Salman afwan, ni katika wanafunzi wa Imam Shafi'i. Akampa ile barua akamwambia mpelekea Imam Ahmad bin Hanbal. Sawa, kisha uniletee lile jawabu atakalo kupa. Rabi akasema nikaipeleka, nikampata Imam Ahmad hiyo swali asubuhi. Alipoondoka pale kisha nikampa ile etaje barua. Akamwambia hiki ni kitabu ama ni risala imetoka kwa ndugu yako aitwa Shafi'i kule Misri. Imam Ahmad akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imam Ahmad akamuuliza je, umeangalia? Akasema la. Sijaangalia. Akamwambia haya, vunja hiyo khatam. Unajua barua za kitambo ilikuwa inafungwa kwa khatam. Sio? Inafungwa kwa khatam. Utaona yani imepigwa seal. Ili mtu asiifungue, ukifungua itajulikana kwa umefanya nini? Kwa umefungua. Sasa ikawa hataki ijulikane kwa imefunguliwa. Sasa Imam Ahmad akamwambia haivunje hiyo seal. Seal inaitwa khatam, sio? Ile ya kufunga. Akaivunja, kaifungua. La ilaha illa Allah. Imetoka hii. Pole. Akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa akaulizwa asemaje Imam Shafi'i? Akasema Imam Shafi'i asema yeye amemwona bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama usingizini, na Mtume akamwambia muandikie barua nani? Imam Ahmad. Imam Ahmad mwambie kwa atapatikana na mtihani mkubwa. Ndio ule mtihani nikamwambia mtihani wa nini? Mtihani wa mambo ya khalqi al-Qur'an. Mtihani wa mambo ya khalqi al-Qur'an. Akasema lakini mwambie kuwa asitetemeke, asitingike, ile itamuinua daraja siku ya kiyama. Kisha Rabi akasema
Mimi nikamwambia bishara ya Imam, bishara ya Aba Abdullah, mpata bishara kubwa. Sawa, basi akatoa yeye Imam Ahmad akatoa moja ya kanzu zake, sawa, ambayo ilikuwa imekusana na ngozi yake, akanipa mimi, nikachukua na nikachukua na jawabu, kisha nikampelekea nani, nikarudi nikampa Al-Imam Shafi'i, nikampa nani, Al-Imam Shafi'i. Kisha asema ankupa nini? Imam Shafi'i akamuuliza, je, amekupa nini Al-Imam aitwaje huyo Imam Ahmad, amekupa nini? Akamwambia amenipa kanzu hii hapa, kanzu yake. Sawa, asikize. Subhanallah. Imam Shafi'i akachukua ile nguo, akaenda akaitia kwenye maji, akatabaruku nayo. Hapa sisi tuna dalili kuwa ametabaruku na nini? Na kitu ambacho si cha Mtume. Manake zote zilizotangulia utaambiwa ni kutabaruku kwa nini? Haya, tushapata huyu Imam Shafi'i atabaruku na nguo alioivaa nani? Al-Imam Ahmad. Sawa, sema itie kwenye maji li atabaraka biha. Itie kwenye maji ili nifanye nini mimi? Nitabaruku nayo. Subhanallah. Na katika riwaya nyingine asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imam Shafi'i alisema wala nastahdihi walakin yaghsilhu wajina bima'ihi qala fa niyo hiyo tu, yani yeye akafanya nini, akatabaruku na nguo ile. Sawa, na kuna nyingine aks, na kuna kisa kingine nimesema nguo, kuna kisa kingine aks imekuja kuwa aitwaje, yeye Al-Imam Shafi'i, yeye Al-Imam Ahmad ametabaruku na nguo ya Al-Imam Shafi'i. Nafikiri pia hapo ametaja, utaangalia. Yani yeye pia Imam Ahmad ametabaruku na nini, na nguo ya Imam Shafi'i. Na hii ndio imekuwa ni sira, na hii ndio imekuwa ni kawaida na ada ya watu wema na salafu wa umma. Hii ndio aqida ya wanazuoni. Kabla ya hapo ndio aqida ya maswahaba, kabla ya hapo ndio aqida ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, upande wa kutabaruku. Kwa hivyo maelezo ni mingi kama mnavyoona, na niliwaambia mimi wakati nilipokuwa mimi natwali napitia hadithi hizi, mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa, mbona hizi iko nyingi sana na kuna watu wanapinga? Hata wewe mwenyewe ujiulize. Maana visa kama hivi ni vingi na vingi na vingi na vingi sana. Hapa shekhe amejaribu kutaja vile ambavyo labda utasema ni sahihi zaidi. Lakini ukienda katika vitabu vya maulama utapata viswa vingi na vingi na vingi, wewe mwenyewe utashangaa. Kwa hivyo ni jambo ambalo hata msio na wasiwasi nalo. Ni jambo liko kutabaruku ni katika aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa bila shak, bila wasiwasi. Yote mwenye kupinga sisi dalili tunazo wala tuna wasiwasi. Wewe ukiamua utaka ina nani? Utakutabaruku na Bwana Mtume, sawa. Mimi nataka niwache. Mimi namuigiza nani? Namuigiza Saidina Ibn Umar. Kuna viswa vingi ukisoma kwenye sira. Ibn Umar alikuwa akitafuta. Niliwaambia siku moja, kuna mti ambao alikuwa Ibn Umar akenda sehemu fulani, yeye akisafiri akitoka jihadi, akipita sehemu fulani na farasi wake, kuna sehemu anazunguka. Yaani yeye anamzungusha farasi wake. Siku moja kwa hizo, mbona unazunguka hii sehemu? Akasema hii sehemu kulikuwa na mti. Hii sehemu Bwana Mtume alipokuwa hai sallallahu alaihi wa alihi wasallam nilimuona akizunguka mti. Basi na mimi nazunguka. Basi hivyo tu. Kwa nini afu? Na mti sasa ushakatwa, lakini bado yeye Ibn Umar ule mti akaenda kama yani ile sehemu akaenda akizunguka. Maana yake Bwana Mtume amefanya sallallahu alaihi wa sallam katika ile ihtimamu waliokuwa na athari za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na ndio aqida yao. Wa nahnu la nashuku fi salahihim. Hatuna shaka kwa hao watu wema. Hatuna shaka kwa hao watu wema kabisa. Kwa hivyo yote atakayekuja kupingana nao sisi tuambia kalamukum ala aljam wa kalamuhum ala ar-ra's wal ala al-ain wal-ra's. Sawa. Kwa mpaka hapa takuwa nafikiri hiyo khalas. Mambo tabaruku yamekwisha. Tutosheke na hizi nusus tulizitaja, lakini mtu ukitaka zaidi fa inzita fa huwa khair. Tafuta kwenye vitabu vya maulama utapata. Tuendelee inshallah na masuala mengine siku zitakazokuja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.